Ni picha za Kipchoge Keino akimaliza kwanza katika mashindano ya Olimpiki ya mwaka 1968 nchini Mexico, ambako alinyakulia Kenya taji nishani ya dhahabu kwa mbio za mita 1000. Bila shaka ni ushindi ambao ulimpa umaarufu sana mwanariadha huyo mkongwe, na hivi sasa sifa hizo huenda zimechukua mkondo mwingine, huku Kipchoge Keino akisakwa sana na akipondwa katika mitandao ya kijamii kutokana na kauli yake ya kutojiuzulu kufuatia kashfa zinazolikumba shirikisho makamati inayoongozwa naye ya Olimpiki nchini. Na basi ndio tunauliza katika mitandao ya kijamii, mwenyekiti kuuliza, je, mwenyekiti wa kamati ya Olimpiki nchini Kipchoge Keino ajiuzulu kufuatia kashfa ya Rio? Je, mwenyekiti wa kamati ya Olimpiki nchini NOC Kipchoge Keino ajiuzulu kutokana na kashfa ya Rio? Bila shaka ni swali ambalo tutalizungumzia kwa kina, hususan kwa sababu baadhi ya wanakamati wake katika shirikisho hilo makamati hiyo ya Olimpiki nchini, nazungumzia mkuu wa msafara Stephen Arap Soi, naibu mwenyekiti Pius Ocheng, katibu mkuu Francis K. Paul, mwanakamati Richard Baines na James Chacha walitiwa mbaroni ili kujibu mashtaka ya kutowajibika katika mashindano hayo ya Olimpiki. Naam, bila shaka ni habari ambazo tumezipigia mbizi hapa katika makala ya Zilizala Viwanjani. Mimi ni Hassan Juma na haya ni makala ya Zilizala Viwanjani. Moja kwa moja basi najiunga na mwanahabari mwenzangu Ahmed Abula ambaye amekita kambi uwanja wa kimataifa Moi Sports Center Kasarani, ambapo bodi hii ya Sports Kenya inakutana na kongamana na kikao. Na Ahmed Abula, sijui kama unanipata? Naam Hassan, nakupata vizuri sana japo kuna upepo ambao unavuma hapa. Niko katika uwanja wa Kasarani, uwanja wa michezo ya ndani, ambapo kumekuwa na kikao kama ulivyoambiwa watazamaji. Kikao chenyewe unajua tumezoea ama nilikuwa tunatarajia baada ya Kenya kushamiri katika mashindano ya Olimpiki, hasa baada ya kuzoa jumla ya medali 13 zikiwemo 6 za dhahabu, kuwa itakuwa ni shamra, lakini pindi tu wanariadha walipotua kulikuwa na masuala chungu nzima ambayo yaliulizwa na watu wengi na washikadau wengi. Kuzungumzia washikadau ni kwamba hapa kuna kikao kinaendelea Hassan na watazamaji, kikao ambacho kinajumuisha si mwingine bali ni waziri wa michezo Hassan Wario yuko hapa ndani, na kikao kinaendelea na pia washikadau wote wa michezo yote, wasimamizi wa mchezo wa tenisi, riadha na pia michezo mingine yote ambayo ilishiriki katika Olimpiki na pia mingine ambayo haikushiriki katika Olimpiki, ili kuzungumzia swala lililoibuka wakati wa wanariadha wanapojiandaa kwenda katika Olimpiki, walipofika huko, misukosuko waliopitia na pia walipotoka huko kurudi huku. Ni swala ambalo limezungumziwa kwa kina na linazidi kujadiliwa. Masuala mengi Hassan yameibuliwa, manake washikadau wa michezo mbalimbali wamepewa fursa ili kuuliza maswali na kutoa maoni yao kuhusiana na mambo ambayo yameendelea katika yale mambo ambayo yaliendelea kwa wanariadha wakiwa wanajiandaa kwenda Olimpiki. Kumbuka kulikuwa na swala la jezi ama nguo ambazo walikuwa vae, kuwa kulikuwa na tandabelua, wengine walisema nguo walizopata ni nusu, na pia kulikuwa na shida ya usafiri. Kumbuka Julius Yego ambaye ni bingwa wa dunia katika urushaji mkuki alikuwa anapanda shuka wakati alipokuwa anaabiri ndege kuelekea Rio kwa mashindano ya Olimpiki, na mwenyekiti wa shirikisho la riadha nchini bwana Jack Tuwei amesimama na akazungumzia kutoa hisia zake ambazo ilikuwa si jambo la kufurahia. Alizungumza kwa uchungu kuhusiana na mambo ambayo wanariadha walipitia kwenda kuishi katika nyumba ambazo walikuwa hawastahili kuishi katika mashindano ya Olimpiki mjini Rio. Masaibu mengi kuhusiana na pia wanariadha ambao walifika kule na wakawa hawana vibali ambao vinahitajika, ikabidi waishi mahali ambapo si mahali walipokuwa wametengewa, na pia wasimamizi ama wakufunzi wa riadha kupatikana bila vibali na kuregeshwa nyumbani. Ni masuala tata ambao wamezungumziwa, na pia wako watu ambao wanasimamia ama wenye mashirikisho tofauti ya michezo mingine kama vile Elina Shiveka ambaye tunamjua yuko hapa ndani, anazungumzia kuhusiana na mchezo wa mpira wa magongo. Wako wasimamizi wa mchezo wa mpira wa tenisi, wako pia wasimamizi wa bwana John Kameta ambaye ni msimamizi wa wanandondi humu nchini. Kulikuwa na swala kuhusiana na kutoenda kwake Rio kama alivyofanya mwaka 2012 katika mashindano ya London, na alisimama kuhusiana na kuhusiana na NOC ama kamati ya kitaifa ya Olimpiki ambao ilibanduliwa hivi majuzi
baada ya kupatikana na pengine ama baada ya misukosuko hiyo kuzuka na waziri Hassan Wario akasema kuwa ameibandua, na pia masuala mengi kuhusiana na je alikuwa anastahili kweli kuibandua ama itakuwa ni zogo kutoka kwa kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC. Ni masuala mengi ambayo anazungumzia hivi sasa. Ni mkutano ambao umeanza mwendo wa saa 9 alasiri na unaendelea mpaka hivi sasa tukielekea mida ya saa 12. Hassan, mengi yanazungumzwa, tunasubiri kuona uamuzi ambao utatolewa na waziri Hassan Wario ni uamuzi gani, na pengine masuala ambayo atazungumziwa zaidi kwa kina ni masuala gani, na ni taarifa ambazo tutazidi kuziandaa katika taarifa zetu za saa 1 na pia mwendo wa saa 3. Hassan Juma. Na Abdullah, kabla kuachilia katika kikao hicho, sijui maana umesema waziri wa michezo Hassan Wario yupo hapo. Je, amezungumzia pengine kashfa? Maana kuna baadhi ya wanakamati ambao wapo kizimbani leo wampelekwa mahakamani. Je, amezungumzia swala hilo ama bado halijazungumziwa? Kuzungumzia hivi sasa nilipokuja hapa alikuwa bado hajaligusia swala hilo, lakini ni swali ambalo limeibua utata. Watu wengi wamelizungumzia, hasa maandalizi na pia usimamizi wa kamati ya kitaifa ya Olimpiki NOC ambayo ilibanduliwa ama ilitupiliwa nje na waziri Hassan Wario, na pia viongozi ambao wametiwa mbaroni katika ama kufuatia kashfa hiyo ya usimamizi mbaya wa wanariadha na pia maandalizi duni ya kwenda Rio kwa mashindano ya Olimpiki. Ni swala ambalo bila shaka atalizungumzia, bado hajaligusia, lakini tutasubiri kuona atasema nini, maneno yake ama kauli yake itakuwa ni ipi kuhusiana na swala hilo. Lakini bwana Jack Tuwei ambaye ni rais wa shirikisho la riadha nchini, alizungumzia kuhusiana na NOC na jinsi NOC ilivyochukuliwa katika maandalizi ya Olimpiki, na pia hivi sasa jinsi inavyochukuliwa, na pia hali ambayo ilikuwa baada ya mashindano ya Olimpiki, na akasema ingawa pengine ni uamuzi ambao Hassan Wario ametoa, ni muhimu kufahamu fika kuwa wapo watu ambao wanastahili kuchukua jukumu hilo, na watu wenyewe si wengine bali ni kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC. Akasema kuwa ni muhimu endapo kabla ya kutoa uamuzi wowote wa kuvunjilia mbali kamati yote, ni kwanza uamuzi utoke kwa kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC. Na akamwambia Hassan Wario na wasimamizi wengine pia katika serikali na washikadau wa michezo mbalimbali nchini kuwa wasilichukulie kimzaha swala hilo, na waingize ama wajumuishe kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC katika swala hili, ili tujue mbivu na mbichi itakuwa wapi. Je, alikuwa anastahili kweli kuivunjilia mbali kamati ya kitaifa ya Olimpiki? Hilo swala ambalo pia litazungumziwa na litajadiliwa kwa kina katika mkutano huu wa leo. Hassan. Naam, Abdullah, na kuruhusu basi urejee katika kikao hicho, maana najua kuna maswali mengi na habari hizo bila shaka zina uzito sana hapa nchini sana, kwa sababu tayari kuna baadhi ya maafisa wakuu, nazungumzia kina Resham Benz, Francis K. Paul, James Chacha, Pius Ocheng, Steven Arapsu ambaye alikuwa mkuu wa msafara wa Kenya katika mashindano ya Olimpiki. Kuna maswali mengi ambayo wa Kenya wangependa kujua, je, mambo yakoje? Manake tayari kamati ya Olimpiki ilivunjiliwa, lakini je, mambo yakoje? Hivyo basi endelea kukaa hapo, manake tutazidi kujadiliana pindi tutakavyo nafasika hapa studioni katika makala ya Zilizala Viwanjani. Mwanahabari mwenzangu Ahmed Abdullah. Katika mitandao ya kijamii, mpenzi mtazamaji, nimekuuliza je, Kipchoge Keino ajiuzulu kufuatia kashfa hii ya Olimpiki? Manake kamati ya Olimpiki nchini ilijitia kitanzi katika mashindano yale ya Olimpiki jijini Rio de Janeiro. Na katika mitandao ya kijamii basi nimekuuliza, mwanariadha huyu mkongwe ambaye alishamiri sana enzi za 60 70 ajiuzulu ama mambo yakoje? Maana yake amesema singatuki, sibanduki, liwe liwa. Lakini nakuuliza mpenzi mtazamaji, je, abanduki ama akae? David Muyo anasema can't resign, won't resign, only in Kenya. Ni kauli ya Kipchoge Keino. Maana yake David Muyo anasema huyu bwana amesema Kenya wenye kiti ama wakuu wa nyadhifa mbalimbali huwa hawangatuki wa banduki. Naam, a Kenya Voice wanasema honorable resignation is called from the Kipchoge Keino. Grand Torino anasema as Wario must go, so is I think anasema Kipchoge Keino pia his past glory has gone to this head. Ni baadhi tu ya kauli za baadhi ya wadau ama baadhi ya wapenzi wa michezo nchini. Nasema kwamba huu bwana Kipchoge Keino kana kwamba alishamiri sana na kupeperusha bendera ya Kenya hapo awali na kujenga jina la Kenya, lakini hali si hali bwana, kama alivurunda si aende, au sio? Naam,
Dare to dream. Asema, my advice to the great Kipchoge Keino, your character and name is more important than the position you hold, just resign. Kwamba bwana, hata kama una hadhi kubwa nchini, lakini wewe hiyo hadhi yako, kama kuna kashfa yote, wewe simama nje, jiuzulu, maana yake jina lako litatupakwa tope. Naam. Dr. Kipchoge Keino I will not resign. Ni kauli yake, anasema hata jiuzulu. Mark Otani anasema IOC waiting, kwamba kamati ile ya Olimpiki duniani IOC inasubiri kwa hamu na gamu kuona jinsi mambo yalivyo hapo nchini. When they put me in, Kenya will be banned. We won't take part in next Olympics. Bwana Kipchoge Keino anasema kwamba hii kamati ya Olimpiki inasubiri tu kuona iwapo Kenya itamtia mbaroni ama imchuje kazini, manake pindi tu atakavyotiwa mbaroni, basi hii kamati ya IOC ama kamati ya Olimpiki duniani itapiga marufuku Kenya, na Kenya basi itashiriki katika mashindano yajayo ya Olimpiki. Ndio kauli tu yani ya viongozi wetu, manake wajua saa zingine mambo huwa hali si hali, lakini viongozi hawataki kungatuka mamlakani. Na mpenzi mtazamaji, sema nasi katika mtandao wa kijamii. Nimekuuliza, je, Kipchoge Keino ajiuzulu kutokana na kashfa iliyomwandama yeye na wanakamati wake wa Olimpiki, ama asalie mamlakani? Sema nami @Hassan Juma. Hashtag yetu ni ile ile tu, Zilizala Viwanjani. Naam. Leo tunazungumzia pia kashfa ya Olympic maalum, maana tayari baada ya Olimpiki ile kumaliza kukunja jamvi ile Olimpiki, macho yote sasa ni Olympic maalum ama Paralympics, maana pia hao wana kashfa, maana naambiwa ni wanariadha chini ya 10 ambao watabiri ndege hadi wameanza kuabiri ndege hadi Rio de Janeiro kwa mashindano ya Olympic maalum, lakini maafisa watako elekea Rio ni takriban 50. Hata kama jamaa anataka anasaidiwa hapa na pale, lakini hiyo idadi ni kubwa mno. Pengine tunatarajia labda pengine washiriki kama ni 10, pengine wasaidizi 10 ama 20, lakini naambiwa maafisa ama watakao wasili kule Rio de Janeiro ni zaidi ya 50, kana kwamba Kenya na washiriki chini ya 10 pekee yake. Na studioni basi kwa peke yangu, bali na Pauline Awange. Pauline Awange, Yes. Ni Awange na ni mwanakamati wa Olympic maalum hapa nchini. Pauline, Yes. kwanza kabisa kwa haraka kabla kikosi cha Olympic maalum, tutarajia wanariadha wangapi kuelekea kule Rio de Janeiro? Wanariadha tunatarajia ni wanariadha 9. Yes, na wao 9 wako na guides wao. Sasa Ni mashindano gani haya? hii ya walemavu ya majority wao, wengi wao ni blind, wale hawaoni. Sasa wako na guides, kuna wale wako na guides kama 7-8, na kuna wale wanafanya para rowing na powerlifting. Mkihesabu sijui kama mwelekezi wangu Brian Amweni, kuna ile orodha nilikupatia niletewa na Pauline hapa, sijui kama tutacheza kidogo. Mkihesabu wanariadha wote, mkihesabu wanariadha wote ambao wanashiriki kando na maafisa, wanariadha wote ni ngapi? Wanafaa wakwe 18. 18? Yes. Wote kabisa bila kuongezea. Wanariadha ni 18. Yes. Kwa hivyo wanariadha na wasaidizi wao na wasaidizi 18. Yeah. Lakini wasema kwamba sasa kuna ile, manake orodha ulionitumia iko na zaidi ya majamaa 58 ambao wataelekea Rio. Ndio hiyo orodha inafichwa, inashinda ikigeuka kila wakati. Saa zingine wanasema wanaenda 35. Saa zingine, sasa ya mwisho ilikuwa ni 35. Mimi niko hapa kama board juu ya atujui hata ni kina nani wanaenda, na ni sisi ndio tunachaguanga au watu wale ambao wanaenda wale wanaenda kushiriki. Sasa hatujui hii list hao waafisa wametolewa wapi. Juu sasa tunashangaa
tulikaa kama body tukaweka mikakati tukaweka wanariadha Selection ikakuwa sawa, tukafanya tukachagua. selection tukachagua tukafunga hiyo list. Lakini majina kidogo. Lakini sasa tukawekwa kando kidogo kama nusu ya body. Sasa hatujui tumetenganishwa, sasa hatujui nini inaendelea huko chini. Majina yanapikwa. Majina yanaongezwa, zingine zinatolewa, wanariadha wengine wanaongezwa, wengine wanatolewa. Sasa tunashangaa ni kina nani hawa wako kwenye hii maafisa hawa ni kina nani? Hatuwajui na wanaenda kufanya nini? Bila shaka ni maswali ambayo tutazidi kuuliza, manake hata waziri wa michezo Hassan Wario, bila shaka ni swali ambalo itabidi alijibu, manake yeye ndio waziri wa michezo, sio? Naam. Kuna kikao ambacho kinaendelea ambacho nilikuwa nazungumza hapa wewe na mwanahabari mwenzangu Ahmed Abula, kikao ambacho kimeitishwa na waziri wa michezo Hassan Wario na bodi hii ya Sports Kenya, naomba kwamba kikao hicho kinaendelea. Kwa hivyo sijui tu kimbie huko kwa haraka tupashe mawili matatu, sio? For an office, we'll give him here. We have space here. We'll give them an office here. So we want all stakeholders to make Kasarani your hub. You should come as many times as possible. Stop going to Kencom. The function of sports program now is with Sports Kenya. So why are you blaming the minister? Come here. If you have issues, talk to us. I heard some guy there say they have also issues. We have land here. We will give you. You start training here. Wewe tutakupatia hapa tufanye na wewe, si ndio? Kwa hivyo mimi nasema asanteni sana waziri. Mimi naona hii ndio siku mzuri ya kuongea na stakeholders, na tuwapea nafasi pia mtuulize maswali, especially journalists, and then waziri you will guide us on how to pick the team that will assist you in going to IOC and ensuring that we prosecute our case to them so that they don't come to us, because we are democratic and we are fearing nothing. We want to go to them. Thank you very much, Waziri. Thank you very much, Chairman. I can see Chairman is almost taking away our mandate. We have transferred some, but not everything. I just want to thank the organizers of today's meeting, because this is what we needed in Kenya. We needed to come together as people who are stakeholders in the sector of sports to just update you on what happened. It will be, it won't be respectful if you just heard it from the news or whatever without us calling you and telling you this is what happened in regards to our dissolution of NOC, and this is where we are going with the issues that were raised about what happened in Rio. But I was really encouraged, absolutely encouraged by your views, your concerns, your comments. I think the message out to Kenyans is, one, Rio Olympics was about redemption of Kenya, redeeming the image of Kenyan sport, which was under huge international scrutiny. And remember, the world is jealous of our exploits. It's only us who celebrate it. But the world is jealous of our exploits. We are winning 90% of the marathons in the world. Every time people see Kenyans, they know that is gone. So you're looking for number 5, 6, 7, or maybe 10 to 20. That in economic terms is a lot of money coming into this country. Remember, once the national anthem of Kenya is played every time we win gold, and it was played 6 times in Rio, foreign land, very far away from here. The image of Kenya is upheld throughout the world. There's no advertisement we can do in this nation that can equal the flying of our flag and the playing of our anthem in foreign land. There were hundreds of countries that came there. Many of them left empty-handed. They were bigger countries than us, they were richer than us, but when it comes to sports, we are a soft superpower in this world. So I'm very happy that that is what we have to guard. That is what we have to protect. And the redemption, ensuring that our athletes go there and compete clean, was key focus of the government of Kenya.
And thank God we've come back. We haven't heard anything bad about doping. And we're going to fight this menace of doping. It's a bigger menace than anything else facing the sports in this country. We are going to strengthen Anti-Doping Agency of Kenya. We're going to work closely with all the major federations that are on the front line to ensure Kenyan athletes continue participating, competing clean. We don't have to win. Winning is, winning and losing is part of the game, but participate when you're clean. I was encouraged by your views about how we are going to go about NOC. We will have a consultative process. We had to make the decision we made. We are not reversing that decision because we cannot continue with the same mess, postpone it from all those years, hoping that it will sort itself out. And you cannot solve a problem halfway. Solve it all. So we have started dealing with it. And you've seen from the newspapers the actions we took. And I want to thank the Criminal Investigation Department for the success they've so far had. And I'm sure there'll be more success in getting to the bottom of this issue. And I would like to urge our colleagues from the Fourth Estate to stop speculating. Let's listen to what the CID are doing. And also, let's give the probe team, which I'm going to read the names here, and the TORs. Let's give the probe team time to get to the bottom of it. There's a lady here who said a very wise thing and very important point. She said, out of Kasarani, we must come up with actions. It's true. In so many government offices, there are beautiful reports full of dust. And we've said here, together, time for action is now. We've started with action. Otherwise, we'll talk until the chickens come back. And let us work together as Kenyans. We need to go to IOC, put our case to them, tell them why we did what we did, why we were concerned about that leadership of NOC as it was constituted. But the work should start from your end, consulting with Sports Kenya, sitting down, looking at the constitution, looking at the roadmap up to the elections for new NOC officials. We must put our house in order in NOC. But also for other federations, we've told you the same. Sports Act was your product. You made it yourselves. If you're not aligned to the same law that you have made, then what are you telling us about the law that you made? Obviously, there's no law which is perfect. It has problems here and there. I already have the amendments, proposed amendments to the Sports Act 2013, which we are going to push the Parliament to help us amend. But we must all be led by a law. Otherwise, we'll be lawless. Otherwise, we'll be defeating the whole idea of why we had a Sports Act in the first place. So mine is to encourage all the federations to realign their constitutions to the Sport Act and comply with the Sports Act. If you have not seen the registrar, she will be very hard on you. And we really want to strengthen that office with resources and other support to make sure that she effectively does her work. Once the office of the registrar is fully effective, you will have no place to run and no place to hide if you're messing up as a federation. So a lot has been said, I think, but the most important thing which came out was Kenya is on top of the world. And we must stop amidst all the criticism. Yes, there are issues of housekeeping, which we are focusing on. We must stop midway and just celebrate our athletes for the glory they have brought to this nation. We must celebrate the best performance in recent memory of our Olympic team. That should not be lost in the noise we hear around issues of housekeeping. That we are dealing with.
but the glory goes to our athletes, and your country is very proud of you. Thank you very much. Question? And now I read, sorry, before we come to questions, now I read the probe committee names. And we withdrew the earlier probe committee because one or two people had questionable backgrounds. But this is the list. And I'll give you copies. A lot has been said concerning the performance of Kenya at the just concluded Rio de Janeiro Olympic Games. And in order to come to the bottom of the complaints which have been raised by the athletes and concerns by the general public, I've appointed a probe committee which is composed of the following sports administrators and members of sports fraternity and managers. Committee chairman, Dr. Paulo Chien, who works at Strathmore and is well known, but also is also an official, I think, of National Archery. Vice chair is Ms. Rosta Tamuya, a national veteran athlete and Olympian, I understand, in 1984. And I had the pleasure of seeing Rosta Ta perform. I think I was in primary school. We have committee members. Elizabeth Olaba. I also had the pleasure of watching her compete. She's an athletics coach and former discus and shot put thrower. Moses Kiptanui, former Olympic 3,000 meters steeplechase gold medalist, and currently an athletics coach. Ibrahim Hussein Kipkemboi, indomitable, winner of New York and Boston marathons and Honolulu. I think the second Kenyan to be on the face of Time magazine. The first one was Richard Leakey, ever in history. Elias Makori, leading sports journalist. A representative from the Attorney General's office. And Madam Njeri Onyango, who is advocate of the High Court and former international volleyball player. I've wanted a small team of 8, but we will see how once the team starts, if need be, we may add 1 or 2, but that is the team. The terms of reference for the committee are to look into the following matters and report back to me by 30th September of this year. 1, the selection and the accreditation of Team Kenya by NOC. 2, the provision of relevant sports kits to Team Kenya by NOC. 3, the complete list of all those who traveled to Rio, either as officials of NOC or sports administrators who accompanied the team, and the suitability of professional officials such as doctors, physiotherapists, nutritionists, etc., whose services were availed to the team. 4, the overall team management matters in terms of accommodation, transport, food, and the general welfare of the sports persons. And 5, any other matter as pertains to the above. Dated the 29th of August, 2016. Thank you very much. Can I have copies if you want? No question. Media? Good point. Answer.
Naam, ni kikao hicho kinachoongozwa na waziri wa michezo Hassan Wario, ambaye amebuni jopo maalum ambalo angalia shughuli ilivyokuwa kule Rio. Manake kuna madai ya kutowajibika, kana kwamba Kenya ilikuwa na matokeo bora zaidi katika historia ya Olimpiki, lakini amebuni basi jopo la kuchunguza baadhi ya pandashuka ambazo timu hii ya Kenya zilipitia. Na amesema kwanza, kabla ya kubuni jopo ama kuzindua jopo, kwamba amevunjilia mbali kamati ya Olimpiki nchini, na kwamba hata kama kuna vilio vya hapa na pale, ni vilio ambavyo bila shaka vimuasi, ni kama taswira ile ya ng'ombe kisimani, maana kwamba hata chura akipiga kelele, ng'ombe atakunywa maji tu. Lakini anasema kwamba kamati ile ya Olimpiki itasalia imevunjiliwa mbali liwe liwalo, na amesema kwamba kama nchi tapiga vita kashfa hii, atapiga vita utumizi wa dawa za kufya, doping, kwamba Kenya kama nchi lazima iwe mstari wa mbele katika kupiga vita utumizi wa dawa za kufya. Na kisha baadaye akazindua basi jopo hilo ambalo litafanya uchunguzi, na jopo hili imepatiwa kazi kama ngapi, vipengee kama 5, 1 2 3 4 5 hapo. Uchunguzi ambao bila shaka unafaa kutamatika ifikapo Septemba tarehe 30, na uchunguzi huo basi upeleke kwa afisi ya wizara ya mawaziri wa michezo. Kikosi hichi kilichotajwa leo, moja kinafaa kichotoliwa, kinafaa kichunguze, je, ni yapi yaliyojiri kule Rio de Janeiro. Na kuna madai kwamba sare, maana yake tunafahamu kwamba sare zile za kutoka kwa kampuni ile ya Nike ambao ni wafadhili wakuu wa riadha nchini, sare hizo zilipotea. Basi lazima wapigie darubini swali hilo la sare za timu. Pia orodha waliosafiri, maana yake kuna orodha nyingi sana ambazo zimekuwa zikija studioni. Kuna orodha kutoka kwa wizara ya michezo, kuna orodha kutoka AK, kuna orodha kutoka kamati ya Olimpiki, lakini orodha ilikuwa ni kubwa sana. Wengine walienda na wake zao, wengine wakaenda na watoto zao, wengine wakaenda na vipusa wao, wengine wakaenda na wajua tena jiji la Rio de Janeiro ni nzuri sana, hivyo basi lina mvuto wa aina yake. Hivyo basi hiyo orodha lazima iwe bayana, na wale ambao walikuwa katika orodha ile ni kina nani, walienda kwa misingi gani. Na ni baadhi tu ya vipengee ambavyo ama shughuli ama kazi waliopewa jopo hili la watu 6. Jopo hili idadi litaongezwa, maana kuna kina Elizabeth Olaba, Hussein Kikemboi, mwanahabari mwenza Elias Makori, mwakilishi kutoka kwa afisi ya mwanasheria mkuu, kuna Njeri Onyango. Hii orodha idadi itakuwa hadi 8, lakini kwa sasa hii orodha itasalia hivyo hivyo. Lakini ndio baadhi ya majukumu ambayo jopo hili limepewa. Pauline, umemsikia Waziri Hassan Wario, sijui wewe umeisikiaje ama kauli yake umechukuaje? Ni vizuri amesema wanariadha, amewapongeza kwenye mbio zile wanakimbia. Lakini asisahau kuwa hao wanariadha wanatoka kuna wale wametoka mashinani pale, hawana hata hawana mavazi, hawana viatu za kukimbia. Kuna wale makochi wale wanaweka paka kwa nyumba zao ili waweze kuwapatia mazoezi ya ile muhimu. Lakini unapata hawa makocha ndio wanawachwa nje, badala ya kuwasaidia hawa makocha waende ng'ambo pia na waendeleze hawa wanariadha kwenye hii sport. Naam. Pauline, usibanduke maana bado makala tumaliza. Na mpenzi mtazamaji, tutapumua kidogo, tukirejea tutaendelea kwa kina kuhusiana na Olympic maalum, lakini usiondoke, usingatuke, usibanduke kama Kipchoge Keino. This is KTN News. Why
Whitewash, the only grade 1 multi-purpose bar soap with 3-in-1 utility, is a pleasantly and mildly fragranced soap recommended for your entire cleansing needs from bathing, laundry, or utensils. Lathers well, yet doesn't dissolve easily in water and lasts longer. Whitewash comes in brilliant white, good for bright colors. Lemon fresh, recommended for dishwashing. Color retainer, ideal for dark colored clothes. Antiseptic, good for hygienic bathing. Natural cleanser for all heavy-duty cleansing needs. And pure sensation for an amazing fresh fragrance. Available in various sizes at a shop near you. This is KTN News. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji. Bado tunaye Pauline Awange. Unazungumzia orodha, sema kwamba hiyo orodha ni kubwa sana. Na kwamba orodha hii nyinyi ni kana kwamba hamjaidhinisha. Hatujaidhinisha hiyo orodha. Tuwashangaa imetoka wapi hiyo au maafisa wote wametokelezea wapi. Na hii walikuwa wametuficha. Sasa tumeipata mpaka vile wanavyosafiri. Mmezungumza na Wizara ya Michezo pengine? Mbona waziri wa michezo ako na shughuli leo, so tumewachana naye, but tunaifuatilia. Ndio tujue ni kulienda aje. Mmesema hamna sare. Mimi nakuona na sare za nini? Hizi ndio sare za Nike ambazo zinatafutwa ama nini? Hapana. Hizi zilikuwa za mchezo za Morocco. Naam. Tukichagua wachezaji wa Paralympic. Wasema timu haina uniforms kabisa? Hawana, wako na uniform ile iko substandard. Ni kama unapatiwa kitu moja. Sasa ukikimbia mara moja ama train mara moja, ukue na masweat na nini. Sasa tena ukimbie na international watu wengine, si sasa ni aibu hata kwenye. Hizi sare zatoka wapi? Nike pia ama mnatengenezea hapa nchini? Hizi tulitoa Nike, lakini ni NOC ndio Hii NOC. Sijui kama mmezungumza na waziri, maana nataka kujua nani ambaye anasimamia Paralympics kwa sasa, Olympic mwalimu manake ile NOC tunajua imevunjiliwa mbali na Wizara ya Michezo. Nani ambao wanasimamia shughuli zenu? Shughuli zetu zinasimamiwa na Sports Kenya ama no, tunajisimamia si wenyewe. Na president wetu anaitwa Agnes Oluoch. Na anatakanga kufanya kila kitu peke yake. Sasa hakuna mtu mwingine anaweza make decision. Akitaka kama fedha, hatujui vile fedha zatumika. Tukitaka kama hiyo orodha vile inatoka, hatujui chochote inaendelea katika hiyo akaunti. Fedha zinatumiwa vipi? Kina nani wanatumia hizo fedha? Zinaenda wapi? Hatuna habari yoyote. Unajua Pauline, watu wanasema, wengine wanaweza sema kwamba wewe una machungu kwa sababu pengine hausafiri, ama si machungu? Sina machungu yoyote. Nimesafiri ya kutosha. Nimeenda trading US juzi. Mauchungu sina, hata sikukuwa natarajia kwenda hii Olympic. Manake tulikuwa tunaona kuna mashida, haujui kama unaenda ama uendi. Sasa sikukuwa natarajia chochote. Lakini kama mwenye board tulikuwa tunafaa tukue na nafasi kama coach, kama mwenye board na kama secretary general wa walemavu, watu walemavu. Mkiongea katika kamati hiyo ya Paralympics ama Olympic maalum, mkizungumza kama wana board ama wana kamati, mnazungumza nini? Inaonekana mna mivutano hapa na pale. Tuko na mivutano, manake anachagua kama watu watano. Sasa anafanya kazi na watu watano. Na watu watano ni yeye, treasurer anaitwa mweka hazina na maybe secretary general. Sasa hao ni watu wako na nguvu sana kwenye bodi. Sasa hao watu watatu wakifanya kazi kivyao na wachukue wawili
wale wanawasupport hivi. Sasa tunabaki hatujui chochote. Tukiita mkutano hakuna mkutano. Hivi vilio tayari mashindano yale ya Olympic maalum ama Paralympics. Mashindano hayajaanza. Na tayari kuna vuta ni kuvuta. Tutarajia matokeo mazuri kweli kule Rio? Sioni matarajio mazuri. Jua hata wenye riadha hawajaridhika. Na vile wanaangaliwa. Pengine advice yako kama wasia wako wa mwisho kwa kamati hiyo ama bodi hiyo ya Paralympics, wizara ya michezo ni ipi? Nasema na haya mambo yote ambayo yamekuwa kitendeka hapa nchini kufuatia kuvunjiliwa mbali kwa NOC, mara unajua siasa za michezo hizi. Kile naweza uliza ni kama board inafaa iheshimiwe na kila kitu iwe kwenye meza. Manake kama tuko kwenye board na fedha zinapotea na sisi ndio tutakuja kuulizwa, tutasema fedha zilienda wapi. Number 2, kama wenye Olympic NOC nao kama vile medisbandiwa, tutafika hapo, manake kama tusikizani na kuna fedha na nguo zinapotea na hata wanariadha wanawachwa nje, coaches wanawachwa nje, wale wamequalify, wale wana certificate, unashindwa. Sasa tutalilia nani? Tukienda Sports Council unapata mwenye judge ni mmoja wao wa kuwekwa kwenye hiyo list. Sasa tunashindwa tutaenda wapi kama government hajatusaidia sasa. Bila shaka ni jambo ambalo tutatilia maana sana hapa katika makala ya Zilizala viwanjani, kwa sababu ndio kazi yetu na hatuna budi la kuhakikisha kwamba angalau tumesafisha michezo yote nchini. Pia mtazamaji, nilikuuliza katika mitandao ya kijamii, je, mwenyekiti wa kamati ya Olimpiki nchini Kipchoge Keino juzulu kufuatia kashfa ya Rio? Wesonga Opuko anasema kwani hajajiuzulu? Wilfred Omondi Omol anasema mzee should just go home. Ni kauli zenu hizi mpenzi mtazamaji. Collins Kibera anasema ndio anafaa kuresign, lakini hapa Kenya ni kawaida viongozi hawajali hata kama wana makosa. Ni Silas anasema kando na majina ya wanamichezo, wizara ya michezo yafaa yaweke majina yote ya wanaoelekea Rio paruanja. Yani wazi. Pende mtazamaji, ni baadhi tu ya arafa zenu.